الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين يا رب، الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فجزاه الله خيرا ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد، فيا إخوة الإسلام والإيمان، أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة طيبة من عند الله، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Watukufu Islam, wapenzi na wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama alivyotanguliza mzungumzaji wa kwanza, sisi ni wageni wenu, tena tumepiga masafa marefu kwelikweli kutoka kule tulipotoka mpaka kukufikieni hapa. Hatujaja hapa katika nchi yenu hii ya Zanzibar, hatujaja kwa ajili ya matembezi, hatujaja kwa ajili ya utalii, bali kilichotuleta hapa ni kukumbushana machache katika mengi aliyotuachia Bwana Mtume Muhammad. Hivyo ni vyema na nyinyi mukatupokea kama wageni, mukatusikiliza, kwa kuwa hakuna mwenye maneno mazuri zaidi ya yule anayekuita kwake Allah jalla fi'ala. Na hivyo ndivyo alivyosema Mola wetu, wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allahi wa amila saliha. Ni nani mwenye maneno mazuri kuliko yule anayekuita kwa Allah? Wa amma mawdu'u muhadaratina fasawfa natahaddathu ma'a mawdu' unwanuha yaqulu at-tahdhiru min dhunubi lisani. Na amma mawdu'u ya muhadhara wetu katika dakika chache hizi tulizo nazo, tutaishi na mawdu'u ambayo unwani yake inasema tahadhari dhidi ya madhambi ya ulimi. Tahadhari dhidi ya madhambi ya ulimi. Ulimi, ndugu zanguni wa Kiislamu, ni kiungo kidogo katika mwili wa mwanadamu, lakini kitawasababishia maafa na madhara makubwa wanadamu wengi siku ya mwisho. Mwenyezi Mungu mtukufu na Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam wametoa tahadhari iliyokuwa kubwa kweli kweli juu ya kiungo huyu ulimi. اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام. Tambua ya kwamba kila mwanadamu
wake kwa maneno yote atakayoyazungumza, illa kalaman dhaharat fihi maslahatun, isipokuwa maneno ambayo ndani yake yatakayokuwa yamedhihiri maslahi. Ulimi ndugu zanguni, tusipokuwa makini, tusipouchunga ulimi pasavyo, kwa hakika utatuendesha resi siku ya mwisho. Al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala katika maneno yake aliyozungumza, aliwahi kuzungumza akasema, ihfadh lisanaka ayuha al-insanu la yalidaghannaka fa innahu thu'banun kam fil maqabir min qatil lisanihi kanat tahabu liqa'ahu al-aqran. Hifadhi ulimi wako mwanadamu, usije ukakugonga, kwani ulimi sawa na nyoka. Anasema ni wangapi wapo makaburini wamekufa kwa sababu ya ulimi wao. Ulimi ndio umewafanya kwa sekunda moja tu wakajikuta wameshafika makaburini, hali ya kuwa walikuwa ni mahodari wanaokopwa, lakini ulimi ulikuwa ni sababu ya kuwasafarisha kikweli kweli. Walidhalika Ibn Sikit ni moja katika wanawachuoni, ana maneno yake mazuri aliyozungumza akasema, yusabu alfata min atharati bilisanihi wa laysa yusabu almar'u min atharati arrijli. Kijana huathirika kwa kuteleza kwa ulimi wake, lakini si kawaida ya mwanadamu kuathirika kwa kuteleza kwa mguu wake. Fa'athratu bilqawli tudi bira'sihi wa athratu birrijli tabra'u an mahli wa athratu birrijli tabra'u ala mahli. Anasema kuteleza kwake kwa maneno kunaweza kukampelekea yeye kuangamia kabisa, ila hali kuteleza kwa ulimi au kuteleza kwa mguu hupona taratibu kidogo. Maana yake ni mara chache mno mtu kufa kwa kuteleza kwa mguu wake, lakini wapo wengi kabisa waliokufa kwa kuteleza kwa ulimi wao. Ulimi ni hatari ndugu zanguni, tusipokuwa makini kwa kweli utatupeleka resi kabisa. Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalamu katika hadithi ambayo amepokea Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu arda, anasema ya kwamba Bwana Mtume aliwahi kuzungumza akasema, idha asbaha ibnu adama fa inna a'dha'a kullaha tukaffiru lisan. Mwanadamu anapoamka asubuhi, viungo vyote vya mwili vyote vinamwelekea ulimi. Tazama ukhatari wa jambo hili, tazama ukhatari wa ulimi ndugu yangu Muislamu. Anasema hakika ya viungo vyote vinamwelekea ulimi, macho, vichwa mpaka masikio yote yanamwelekea ulimi, yanamwambia ittaqillaha fina, mwogope Mwenyezi Mungu kutokamana na sisi. Fa innama nahnu bika, kwa hakika yetu sisi tuko kwa ajili yako wewe ulimi. Fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Ulimi ukiwa vizuri ukanyoka kikweli na kisawasawa, na sisi tutakuwa vizuri, lakini ulimi ukipinda na sisi tutapinda. Kama hilo halikutosha, Abu Musa al-Ash'ari aliwahi kumkabili Bwana Mtume na akamuuliza, ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal, ni muislamu gani bora, muislamu bora ni yupi? Majibu ya Mtume alikuwa mafupi kikweli,
alisema man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, ni ule ambaye waislamu watasalimika kupitia ulimi wake na mkono wake. Waislamu wenzie watapata amani kupitia ndimi yake. Mtume akaonyesha mtu ambaye atawapa amani waislamu kwa kupitia ndimi yake, hakika huyo ndio muislamu bora, muislamu aliyokuwa bora zaidi kuliko wengine. Bali Mtume akatoa dhamana kwa yule ambaye atakayehifadhi ulimi wake, kasema man yadman li ma baina lihiyaihi wa ma baina fakhidhaihi adman lahu aljanna. Yeyote ambaye atakayechukua dhamana ya kuhifadhi kile kilichomo katikati ya midomo yake, ulimi, na akahifadhi kile kilichomo katikati ya mapaja yake, utupu, asema Mtume, na mimi nachukua dhamana, nampa dhamana ya kuingia peponi. Na haya mambo mawili ndio mambo yanaendesha ulimwengu wa sasa, resi kwelikweli. Waislamu tusipokuwa makini kabisa na ulimi, ni kiungo hatari kikweli kweli. Katika hadithi ya Muadh ibn Jabal, hadithi ndefu, wakati Muadh alipoanza kumuuliza masail bwana Mtume, Mtume akamjibu masaili yake na akampa majibu ya ziada. Chini kabisa ya hadithi bwana Mtume alichukua ulimi wake akamwambia kufa alaika hadha, tahadhari sana na bwana mkubwa huyu, tahadhari sana na ulimi. Muadh alishangaa, anamwambia Rasulullah, wa innama la muakhidhuna bima natakallamu bi, hivi tunachukuliwa kwa yale tunayoyazungumza, tunayoyasema? Kila tunalolizungumza Mwenyezi Mungu anatuchukua kwalo? Mtume akasema thaqilatka ummuka ya Muadh, thaqilatka ummuka ya Muadh, mamako akukose Muadhi. Kana kwamba Mtume anamwambia umekaa mjinga kiasi hicho. Wa hal yakubba an-nasa fi an-nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Ambia hivi Muadhi, wewe umekaa, kuna kitu gani zaidi kitachowaangusha watu motoni kwa kuanzia nyuso zao kama mavuno ya ndimi zao? Mavuno ya ndimi ndio itakuwa sababu ya watu wengi kuanguka katika moto wa jahannam, tena watanzia nyuso zao, waliyadhu billah. Mungu atukinge na moto wa jahannam. Waislamu tusipokuwa makini na jambo hili, kwa kweli ni jambo hatari kabisa kabisa. Bali Mola wetu ndani ya Qur'ani akatuonyesha ya kuwa kila tunalolitamka limedhibitiwa na limehifadhiwa. Kwani Mola wetu amesemaje? Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Hati hakuna lafudhi yoyote, hakuna tamko lolote mnalolitamka isipokuwa wako malaika wawili wa Allah, wako makamanda wawili wa Allah. Allah anasema yuko raqibun atid, wana noti yote mnayoyatamka. Al-Infitar yakasema kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ati ni waandishi watukufu watakatifu, wanayafahamu yote mnayoyatenda. Katika suratu Maryam ndo amefunika kabisa pale alipozungumza akasema kalla sanaktubu ma yaqulun wa namuddu lahu min al'adhabi madda. Ati sivyo ilivyo
hivyo tutayaandika yote mnayoyasema, na siku ya kiyama mtakwenda kupata adhabu. Kila tunalolitamka linalotokamana na ulimi, Mola wetu anatuhakikishia ya kwamba jambo hilo linadhibitiwa na linahifadhika. Ndio maana kuna watu siku ya kiyama watashangaa baada ya Allah kuwapa vitabu vyao na kuambiwa iqra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba, soma kitabu chako, yatosha mwenyewe ukajihesabu siku ya leo. Katika suratul Kahfi Mwenyezi Mungu anatupasha habari za watu waovu, walidhani hata ile nukta walioisema iliachwa. Mwenyezi Mungu anatusimulia, anasema ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Anasema vitabu vitaletwa siku ya kiyama, utawaona wale watu waovu watakavyokuwa na uoga kutokamana na yale yaliyokuwa katika vitabu vyao. Watakuwa roho zao hazikai fasi moja, baada ya kupewa vitabu wanaanza kufungua kurasa baada ya kurasa. Watasema kina nini kitabu hiki? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Hata lile dogo wao walijua ni dogo, waliliona ni jambo dogo wakalipuuza kabisa. Hata lile iliyokuwa ni tumbo la dini zao, Allah anasema watasema hata lile dogo na kubwa yote yameorodheshwa katika kitabu. Wawajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah anasema watayakuta yote waliyotenda yako hadiri, yanawasubiri, wala Mola wako hatomdhulumu yoyote. Watukufu wa Kiislamu, tuwe tahadhari sana kabisa na madhambi yanayotokamana na ulimi. Dhambi ya kwanza miongoni mwa madhambi yanayotokamana na ulimi, alghiba, dhambi ya usengenyaji, dhambi ambayo haijamuacha yoyote katika umma wa Muhammad illa man rahima Allah, isipokuwa yule aliyerehemewa na Allah tabaraka wa taala. Dhambi ambayo imekuta kila mtu, mkubwa kwa mdogo, kijana kwa mzee, wote. Dhambi hii kwa kweli imekuwa ni dhambi sugu, dhambi hatari kuliko hata TB, hatari kuliko hata kisukari, kwa sababu haya maradhi mengine mazito yufsidu aljasad, yanaharibisha tu moyo, lakini dhambi hii yenyewe inakwenda kuharibu moyo wa binadamu. Bwana Mtume siku moja amekaa pamoja na masahaba zake, akatueleza utesi ni nini. Pengine watu hawajajua utesi. Mtume amekaa na masahaba, anawauliza tadruna mal ghiba, hivi nyinyi mnajua utesi ni nini? Masahaba wakasema Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wanajua utesi ni nini. Mtume akatoa definition ya utesi kwa maneno mafupi, akasema dhikruka akhaka bima yakrah, utesi ni kumzungumza ndugu yako kwa kile ambacho kikimfikia, kitamhuzunisha na kitamkathirikisha. Ni kumzungumza ndugu yako kwa kile ambacho kitamuudhi.
akisikia kwamba umekizungumza kwa watu kitamhuzunisha na wala hakitomfurahisha. Mmoja aliyekuwa katika hadhara ile akasimama akamuuliza Mtume, afaraaita in kana fihi ma taqulu, ikiwa kama hilo unalolisema ndo utesi, ni kumzungumza ndugu yako kwa kile ambacho kitamuudhi, unaonaje? Anamuuliza sahaba, anamuuliza Mtume, unaonaje ikiwa ninachokisema ndicho alicho nacho? Sijamsingizia bado, sijamdhulia bado, ni mlevi na mimi nasema kwamba analewa, ni mzinzi na mimi nasema kwamba anazini. Ninachokisema kwa 100% anacho. Msikilize mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, ambaye ndo profesa wa maprofesa, khairul khalqi wa habibul haqqi, sayyidul thaqalain wa rasulul umma Mustafa Muhammad. Akamjibu akasema, in kana fihi ma taqulu faqad ightabta, ikiwa hicho unachokisema ndicho anacho. Nisikilize kwa makini, ikiwa hicho unachokisema wewe ndicho alicho nacho, Mtume anasema hapo utakuwa umekwisha mteta. Ukisikia kumteta ni kumsema mtu kwa kitu alicho nacho. Tena akampa majibu ya ziada, akamwambia, wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta, na ikiwa kama utakwenda kusema ambayo hana, sasa hapo utakuwa umemzulia. Msikia maana ya utesi? Ni kuyasema yale aliyokuwa nayo ndugu yako, lakini kitendo cha kutokumfikia, ukenda kumsema kwenye makundi, ukenda kumsemea pembeni kitu ambacho akisikia kwamba fulani amekusema kadha, jambo hilo litamhuzunisha. Mtume anasema hapo ndipo kumteta kwenyewe. Wangapi tumeokoka na hili janga kabisa, miongoni mwa majanga. Jambo hili limezagaa, wengine wanaita ubuyu, wengine wanaita mchele. Sijui kwenu huko Zanzibar mnaitaje hiyo? Nyinyi mnasemaje? Ubuyu hivyo hivyo ya subhanallah, hasa kina mama, subhanal malik, wao kabisa wanaweka na kikao, wanakuambia unakifua. Na yoyote yule ambaye atakayekaa katika kikao ambacho kikao hicho ni kumvua nguo ndugu yako na kumdhalilisha na kumshusha kabisa heshima yake, na ukakaa unasikiliza, hakika na wewe unaingia katika ukhatari wa madhambi. Bali Mtume alionyesha ya kwamba akija mtu kwenye kikao na kuleta mambo ya utesi, yoyote ambaye atakamziwia, basi huyu ataokoka na moto wa jahannam siku ya Kiyama. Katika hadithi Mtume alisema, man radda an irdi akhihi radda Allahu an wajhihi an-nara yawm al-qiyamati, yoyote ambaye atakayeziwia heshima ya ndugu yake, kutokuporomoshwa, kutokuangushwa, kutokushushwa, asema Mwenyezi Mungu na yeye ataziwia uso wake na moto wa jahannam siku ya Kiyama. Bali Mwenyezi Mungu ameleta sura kamili katika Qur'ani, inakuja kuwazungumza wasengenyaji. Mwenyezi Mungu anasemaje? Allah anasema, wailun likulli humazatin lumazan alladhi jama'a malan wa 'addadan yahsabu anna malahu akhladan kalla la yunbadhanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqada
allati tattali'u 'ala al-af'ida innaha 'alayhim mu'sadan fi 'amadin mumaddadan. Sura imeanza na makemeo. Allah anasema ole wake. Chukulia rais wa nchi anasema ole wake fulani. Sasa huyo anayezungumza ni malikul mulki wa malikul muluk, ni mfalme wa ufalme, ni mfalme wa wafalme na mfalme wa ufalme wenyewe. Anasema ole wake. Tena ulama tafsiri wanasema kalimatu wail wadun min jahannam. Neno wail ni bonde lililopatikana katika moto wa jahannam. Ole wake nani? Nasema likulli humazatin lumaza. Mwenyezi Mungu amewaleta watu wawili, kuna humaza na lumaza. Humaza ni nani? Humaza ni yule ambaye anasengenya kwa ishara. Unajua kusengenya kwa ishara? Anapita mtu unamkonyeza. Yaani unamkonyeza. Huyo anaitwa humaza. Au mtu anasengenya kwa mdomo. Mtu amepita anafanya. Anasengenya huyo. Kusengenya kwa macho. Yaani anasengenya kwa ishara. Mtu huyo Mwenyezi Mungu anasema ole wake. Kisha akasema lumaza. Lumaza ndio sema mwenye kusengenya kwa maneno. Kuna mwenye kusengenya kwa ishara na mwenye kusengenya kwa maneno. Tena kule mwisho Mwenyezi Mungu anasema yahsabu annama lahu akhlada, yeye anadhani kwamba ataishi milele. Kalla la yumbadhanna fil hutama, sivyo ilivyo, tutamtupa katika moto wa hutama. Wama adraka mal hutama narullahil muqada, kipi kitakachokujulisha moto wa hutama? Asema ni moto wa Allah wa kaubarabara, allati tattali'u 'ala al-af'ida, ambayo akitupwa mtu katika moto huyo, sifa yake ya kwanza unaanza kukimbilia kwenye moyo. Moto umeandaliwa special kwa ajili ya wasengenyaji, na kusengenya ni moja katika madhambi yanayotokamana na ulimi. Ndugu zangu, ni hakika ulimi usitupeleki pabaya. Dhambi ya kusengenya. Kwani nani ambaye amekamilika katika hii dunia ya Allah? Bwana Mtume amesema kullu ibn adam khata, kila mwanadamu ni mwenye kukosa. Alkamalu lillah, aliyekamilika tu ni Allah peke yake. Wewe kazi yako umekaa kusema ya wenzako, wewe una mangapi ya kwako uliyoyaikalia? إذا أردت أن تذكر عيوب غيرك فاذكر عيوب نفسك أولا. Takapotaka kwanza kutaja aibu na kuzungumza kasoro za wenzako, taja kwanza na uzungumze kwanza aibu zako. Nani asiyekuwa na kasoro katika hii dunia? Pengine ya kwako ni mazito kuliko ya mwenzako. Ndio maana ule mshairi alizungumza akasema, idha kana baituka min zujaja fala tarmi an-nasa bil hijara, ikiwa nyumba yako ni ya vioo tupu, kuanzia kwenye msingi mpaka kwenye bati, kuta zote umezungusha vioo, anasema usiwatupie watu mawe, kwa sababu wenzako wakisubutu tu kurejesha jiwe moja tu, jumba lote halina kazi. Maana yake ikiwa kama una aibu, una kasoro, zingine zipo wazi wazi, basi jitahadhari kuzungumza kasoro za wenzako, kwa sababu wenzako wakisema wafichue moja katika kasoro zako utahama mji. Bali Mtume ametutahadharisha kufuata kasoro za ndugu zetu.
Na pili, tunapoona kasoro za wenzetu tujaribu kuzificha, basi afatwe na anasihiwe, ambiwe kwa uzuri na kwa upole. Kwani nyie hamjasoma maneno ya Mtume aliposema man satara musliman satarahu Allahu yawm alqiyama, atakamsitiri Muislamu na yeye Mwenyezi Mungu atamsitiri siku ya mwisho. Solution sio kwenda kumtangaza mitaani, na unapokwenda kumtangaza na kuzisema aibu zake na kasoro zake, umemtengeza nini katika ile aibu yake? Kipi ulichokibadili katika ile kasoro yake? Badala ya yeye kufatwa na akaambiwa, hiyo ndio inakuwa bora zaidi kuliko kwenda kumsema kwa wenzako. Tahadhari ya Mtume alitueleza akasema, ya maashara man amana bilisanihi, enyi kundi la wale ambaye wameamini kwa ndimi zao, walam yadkhul al-iman qalba, wala imani haijaingia katika nyoyo zao. Mtume anasema, la taghtabul muslimin, musiwasengenyi waislamu, wala tattabi'u awratihim, wala musifuati kasoro zao mukataka kutazama wapi ameteleza. Fa innahu man ittaba'a awratihim yattabi'u Allahu awratahu, yoyote mwenye kufuatilia kasoro za ndugu zake, kasoro za wenzake, Mwenyezi Mungu na yeye atafuatilia kasoro zake. Sikiliza Mtume wetu, kisha akasema, ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته, na yote ambayo Mwenyezi Mungu atafuatilia kasoro zake, Mungu atamfedhehesha mpaka katika chumba chake. Tukiwa watu wenye kusitiri aibu za wenzetu, Mungu na yeye atatustiria aibu zetu. Sikiliza, Mwenyezi Mungu alimfananisha mwenye kusengenya sawa na nani? Ifunue Qur'ani ya Mungu, sikiliza Allah alivyotueleza. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu jtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Enyi mlioamini, sikilizeni ujumbe kutoka kwa mmiliki wa mbingu na ardhi. Kaanza na wito wa kuturadia, enyi ambao mlioamini, jiwekeni mbali sana na dhania, jiwekeni mbali na dhanna. Inna ba'da dhanni ithm, hakika baadhi ya dhanna ni madhambi. Bimaana kila dhanna mbaya ni dhambi. Kisha baada ya hapo akasema, wala musipelelezane wala musichunguzane. Kisha baada ya hapo akasema, wala yaghtab ba'dukum ba'da, wala musisengenyani nyinyi kwa nyinyi, wala musisengenyani, musitetane. Sikiliza, mwenye kusengenya sawa na nani? Allah anasema, ayuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhihi maita, hivi mmoja wenu anapenda kula nyama ya ndugu yake aliyokufa? Baba yako aliyokuliza msibani, uende ukafufue kaburi yake na ukate kipande chake cha nyama na uanze kula. Nani anapenda hivyo? Kama tunawapenda mauti wetu, tuache kuwasengenya wenzetu. Hiyo ni dhambi ya kwanza katika madhambi yanayotokamana na ulimi, ambao ni dhambi hatari kweli kweli na dhambi nzito kabisa kabisa. Ingawa al-Imam an-Nawawi katika kitabu chake Riyadhus Salihin
alionyesha kwamba zipo njia 6 mtu anaweza akasengenya na asipate dhambi katika njia hizo. Njia 6 ameziorodhesha, kasema mtu anaweza akasengenya katika njia hizo asipate madhambi. Kasema njia ya kwanza atadhallumu, ikiwa kama mtu atakuwa amedhulumiwa, kisha ili apate haki yake ni lazima aende kwa kiongozi, sultani au kadhi. Anapofika kwa kiongozi inabidi kwanza aanze kumpa habari ilikuwa kuwaje mpaka kadhulumiwa. Sasa kile kitendo cha kujieleza kwa kadhi au kwa kiongozi, ulama wanasema pale anakuwa anateta, lakini kwa kuwa makusudio yake ni kutaka apate haki yake, anasema katika hiyo njia kutakuwa hakuna dhambi yoyote. Njia ya kwanza ambayo mtu anaweza akasengenya ndani yake asipate madhambi. Njia ya pili akasema al-isti'anatu ala taghyir al-munkar, kusaidia juu ya kuondoa maovu. Kuna mtu ambaye madhambi yake anayafanya, hakuna anayefahamu hayo madhambi isipokuwa wewe, lakini wewe umeona kumfikia yule bwana pengine ikawa ngumu kidogo, lakini yuko fulani anamsikiliza zaidi, huyu bwana anamsikiliza sana yule, au shekhe wake msikitini, au rafiki yake wa karibu, au mzazi wake. Wewe unaona kwamba mimi nikipitia kwa huyu itakuwa ni njia nyepesi ya kumsaidia huyu bwana kutoka katika janga hili. Ukamfuata yule bwana yeye hajui hiyo kasoro, wewe umemfuata, lengo ni kutaka mumnasihi. Sasa ule wakati unamueleza ile kasoro ya ndugu yake, unakuwa unamteta yule bwana, lakini kwa kuwa lengo lako ni kutaka kumondoa katika ile dhambi aliyokuwemo, nasema katika hiyo njia hakuna dhambi. Njia ngapi hiyo? Njia ya pili. Njia ya tatu akasema al-istiftah, mtu kutaka fatwa. Ana tatizo na ndugu yake, lakini hajui hili jambo analipeleka vipi kisharia. Inabidi akamuone shekhe ili ampe fatwa kidini, analipeleka vipi. Lakini ili shekhe abainikiwe ni lazima kwamba kwanza mpe mwelezo. Mimi na ndugu yangu kuna 1 2 3. Sasa wakati ule anatoa mwelezo, anamteta ule ndugu yake, lakini kwa kuwa lengo lake ni kutaka kupata fatwa kutoka kwa shekhe, wanachuoni wanasema kwa hiyo wakati atakuwa hakuna dhambi. Njia ya 4 akasema tahadhiru almuslimina min ash-sharri wa nasihatuhum, kuwatahadharisha waislamu na shari na kuwanasihi. Hili limekaje? Kuna mtu unamjua si mzuri, sawa unajua kwamba huyu kwa kweli labda pengine mpelelezi, alafu amekaa kwenye kundi la watu, hakuna anayemfahamu zaidi yako, na unajua kwamba huyu bwana ana kheri huyu. Ama bwana wakizidi kukaa naye wanaropoka kesho wote wanakwenda. Sasa wewe unawatahadharisha na shari ya yule bwana. Bwana jamaa, yule bwana hayupo, wewe sasa unawaambia yule bwana akiwapa tahadharini. Kwa kuna 1 2 3. Msisemi sikuambie mimi. Hicho kitendo unachokifanya wewe unamsengenya yule bwana, lakini kwa kuwa lengo lako ni kuwatahadharisha na shari yake, hakuna dhambi. Au kijana au binti, kijana kapata mchumba anataka kuoa, au binti kapata mchumba anataka kuolewa. Sasa naye rafiki yake anajua fika huyo mchumba wake ana 1 2 3, pengine jangiri, pengine mwizi, pengine na 1 2 3. Anamtahadharisha, bwana wewe umeshapenda, sawa, mimi sintokuingilia, lakini nimetaka nikwambie tu moja, kuna 1 2 3 kutokamana na huyu. Hicho kipindi anamtahadharisha, anasema
anamsengenya yule, lakini hapa hakuna dhambi atapata, kwa sababu anamtahadharisha kutokana na sharia yake. Kisha jambo lingine akasema ni kumjua mtu au kumtambua mtu. Hapo Unguja anaweza kawa mtu anaitwa Abdurrahman Kichwa mfano. Yeye Abdurrahman Kichwa ameitwa Kichwa kwa sababu ana kichwa kikubwa. Sasa maarufu jina lake, ukija hapa ukasema tu Abdurrahman haeleweki, hawamjui. Lakini ukisema Abdurrahman Kichwa, mara moja tumeshampata huyo. Yeye mwenyewe hapendi kuitwa hivyo. Unajua hata Qur'an imetukataza tusiitane kwa majina mabaya, wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al iman. Qur'an imetukataza tusipachikane majina mabaya, na jina baya ni lile ambalo haliridhi mtu. Sasa unaweza kujiuliza, katika safu ya masahaba wako wenye majina unasema jina kama Abu Huraira, sema Abu Huraira baba wa mapaka huyo Abu Huraira. Mtume kuna wengine aliyoita Abu Turab, lakini kwa kuwa yeye ameliridhia linakuwa lina tatizo. Sawa? Hata jina anaweza kaitwa Abdurrahman Kichwa, yeye hana taabu akiitwa hivyo, basi hakuna dhambi. Lakini dhambi linakuja pale ambapo utakapomuita yeye anakasirika. Basi Uislamu unasema usimuite tena. Ukimuita hivyo kwa kung'ang'ania tu unapata madhambi mbele ya Mungu. Sasa ulama wanasema hata kama yeye anakasirika kuitwa hivyo, maadamu ili umpate ni lazima useme hivyo, basi lazimika kusema hivyo Abdurrahman Kichwa, na hautopata madhambi kwa hivyo. Sheikh wetu al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala aliyaorodhesha haya, kasema njia hizi mtu akisengenya ndani yake kutakuwa hakuna madhambi kabisa kabisa. Hiyo ni dhambi ya kwanza katika madhambi yanayotokamana na nini? Na ulimi. Ulimi ndugu zangu, ni tusipokuwa makini kabisa ni hatari. Hata kama tunaswali, hata kama tunafunga, lakini ulimi unaweza ukatusweka motoni pamoja na funga zetu na swala zetu. Wewe huna habari? Masahaba walimjia Mtume akamwambia, Rasulullah, kuna mwanamke mwanamama. Huyo mwanamama ana ibada 2. Zipi hizo? Anasema taqumu al-laila wa tasumu an-nahara. Anasali usiku. Sema jua ibada ya usiku katika ibada muhimu muadhimu, ibada ya usiku usiache, na kama hujaanza basi anza hivyo. Mtume anasema wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Huwa ndio Mwenyezi Mungu akaweka katika maqaman mahmuda, kwa hiyo kufanya tu ibada za usiku. Maqaman mahmuda ni nafasi yenye kusifiwa, nafasi nzuri. Sasa mwanamama huyu anafanya ibada ya usiku, alafu watasumu nahara, na anafunga mchana, ibada 2. Tumelikwambia sahaba wake, alayka bisawmi fa innahu la nidda lah, shikamana na funga, hakuna mfano wa funga. Lakini sikiliza sasa, pamoja na ibada zake, walakinaha tu'thi jaraha bilisaniha, lakini anamuudhi jirani yake kwa ulimi wake. Jirani hana amani kwa ulimi wake. Atadruna madha qala rasuluna? Hivi mnajua nini alichokisema mtume wetu? Mtume alisema la khaira fiha hiya fi an-nar, ana khairi, huyo ni mtu wa motoni. Pamoja na sala zake, pamoja na funga zake, lakini tatizo la ulimi limemsababisha kwenda wapi? Kwenda motoni. Dhambi ya pili miongoni mwa madhambi yanayotokamana na ulimi, al-kadhib, dhambi ya uongo. Uongo ni katika dhambi ambalo leo imeonekana dogo, lakini dhambi kubwa kweli kweli.
Watu wanahesabu hii dhambi ndogo, yahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi adhim. Wanahesabu kwamba dhambi hii ni dhambi dogo, lakini kwa Mungu ni dhambi kubwa. Dhambi ya uongo imekuwa ni dhambi sasa, imeokana ni dhambu na adia, ni dhambi imekuwa ya ada. Mwenyezi Mungu katika aya mbalimbali ametutahadharisha kutokana na uongo, bali Mwenyezi Mungu tutaka tushikamane na watu waliokuwa wa kweli. Katika Qur'ani anasemaje? Katika Qur'ani amesema ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Enyi mliomwamini Allah, mokopeni Mungu na muwe pamoja na wasema kweli. Katika suratul Ahzab akasema ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Enyi mliomwamini Allah, mokopeni Mungu na mseme maneno yaliyokuwa sawa sawa, maneno yaliyonyooka. Uongo ndugu zanguni, hasa hawa mafundi cherehani, wafanya biashara, tumekuwa hatuna ukweli kabisa na kazi zetu. Tazameni, hilo ni jambo zito. Katika hadithi ambayo amesimulia Abdullah ibn Mas'ud, Mtume alizungumza akasema, alaikum bisidqi, shikamaneni na ukweli, lazimianeni na ukweli. Fa inna sidqa yahdi ila albirri, kwa hakika ya ukweli inamuongoza mtu katika wema. Wa anna albirra yahdi ila aljanna, na wema unamuongoza mtu peponi. Mtu akilazimiana na ukweli ule utamfanya aonekane mtu mwema au mtu mwema, na ule wema ni certificate ya kumuingiza peponi. Kisha Mtume akasema, wama yazalu ar-rajulu yasdiqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allahi siddiqa. Na hawi mtu akawa ni mkweli na akashikamana na ukweli, kazi zake zikawa ni ukweli mtupu, asema Mungu mpaka katika ikulu ya mbingu ya 7 ataandikwa kwamba fulani ibnu fulani ni msema kweli. Sikiliza sasa upande wa pili. Mtume akasema, wa iyyakum wal kadhib, na tahadharini sana na uongo. Fa innal kadhiba yahdi ila alfujur, kwani uongo unaongoza katika uovu. Ukiwa mtu mongo hautothaminiwa, hautoaminiwa. Hata kazini kwako ukiwa wewe hauna ukweli, basi unaharibu kazi. Kisha Mtume akasema, wa anna alfujura yahdi ila an-nar, na uovu unamuongoza mtu motoni. Wama yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allahi kadhaba. Na hawe mtu ni mwongo akawa yeye anashikamana na uongo mpaka mbele ya Allah. Huko juu atapewa nickname mbaya, atajulikana kwamba fulani ni msema uongo. Tujitahidi sana tuwe wa kweli. Miongoni mwa madhambi yanayotokamana na ulimi ni kusema uongo. Mtu kutokuwa mkweli katika mambo yote, unaharibu katika dunia yako mpaka akhira. Bali Mtume alionyesha kwamba ametoa dhamana ya mtu kujengewa nyumba peponi akilazimiana na ukweli. Katika hadithi anasema, ana zaimun bi baitin fi rabadil janna
mimi ninachukua dhamana kwa nyumba ambayo iliyoko pembezoni mwa pepo. Kwa mtu gani? Akasema kwa yule ambaye atakayeacha mabishano hata kama yeye ndo atakuwa katika haki. Kisha akasema wazaimun bibaitin fi wasati aljanna liman taraka alkadhiba wa in kana maziha. Na nachukua dhamana ya nyumba iliyoko katikati mwa pepo kwa yule ambaye atakayeacha uongo hata kwa mizaha, hata kwa mtani, hata kwa njia ya kutania. Uongo ni haramu hata kwa mzaha, hakuna mtani. Unapofanya uongo kwa njia ya mtani unapata madhambi mbele yake Allah. Kwa tujitahidi ndugu zanguni, watu waongo Mwenyezi Mungu ametuonesha kwamba Allah hawezi akawaongoza. Kaza Qur'an sema inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab. Katika aya nyingine akasema inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah muongozi yule ambaye ni muovu msema uongo. Allah muongozi yule ambaye ni muongo mpingaji. Kwa katika dhambi ya pili kabisa inayotokamana na ulimi ni dhambi ya uongo. Miongoni mwa madhambi yanayotokamana na ulimi ni dhambi ya uongo. Bali Mtume alituonyesha kwamba uongo ni moja katika sifa za wanafiki. Mtu akiwa mongo ana sifa moja wapo wa sifa za wanafiki. Katika hadithi Mtume anasema ayatul munafiqi thalathun, dalili za munafiki, alama za munafiki zipo tatu. Moja wapo akasema idha haddatha kadhaba, anapozungumza, anaposema anasema uongo, si mkweli katika maneno yake. Na sisi tulazimiane na kusema kweli, la sivyo tutakuwa tumepata hatari nzito kabisa huko tunapoelekea. Dhambi zinazotokamana na ulimi zipo nyingi. Miongoni mwa dhambi za ulimi ni annamima, umbea. Na huu ni hatari kweli kweli. Ikutoshe tu hadithi ya Mtume alisema la yadkhulul jannata namamun, hatoingia peponi mtu mfitinishaji. Katika madhambi yanayotokamana na ulimi ni tuhuma, yani kumdhulia mtu uongo, unamzushia mtu uongo jambo ambalo hajafanya, unampakazia na kumpaka tu uchafu. Miongoni mwa madhambi yanayotokamana na uongo ni matusi. Madhambi yanayotokamana na ulimi, matusi. Islamu unakuwaje mtu wenye kutukana? Kwani wewe hujasoma hadithi ya Mtume alisema sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun? Kumtukana Muislamu mwenzako ni uovu. Ikhwani Waislamu wa msikiti huyu, masjidi gani? Alasiri. Kwa kweli huu ndio ujumbe ambao nimetaka kukufikishieni siku ya leo. Naomba Mwenyezi Mungu atunufaishe kwao, atujalie yote tuliyozungumza yao yametoka katika moyo yafike katika nyoyo zenu. Kisha nimalize hadhara yangu kwa kushukuruni na kutoa shukurani kwa kutenga muda wenu na kuacha vya kwenu mkaja kutusikiliza sisi wageni wenu. Na hivyo ndivyo Uislamu ulivyosema na Mtume alivyotufundisha, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Na takrima ziko aina nyingi. Miongoni mwa takrima yetu kwenu ni nyinyi kutenga muda wenu mkakaa mkatusikiliza. Hatuna mapya tunayoyaleta, lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuambia tukumbushane, na Qur'ani ni muujiza. Maneno haya ukiwa unayasikia kama vile mapya, ingawa umeshasikia jana, umesikia juzi,
lakini ukiyasikia leo kama vile unayasikia leo. Na hii ni muujiza wa haya maneno yake Allah tabaraka wa taala. Na sisi tupo hapa kwa ajili ya kukumbushana, waltakum minkum ummatan yad'una ila alkhair, litokee kundi miongoni mwenu ambao litakuwa linawaita watu katika nini? Katika khairi. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wakiamrishana mema na wakakatazana mabaya. Sisi ni wageni wenu na tuko hapa Unguja, tutakaa hapa kwa takriban ya siku 3. Ziara yetu imeanza Alhamisi hiyo, lakini ziara yetu imeanzia Tanzania bara. Kule tumefanya mihadhara kuanzia Ijumaa mpaka jana, ndio ilikuwa ratiba ya mwisho. Tumemaliza mihadhara ya Tanzania bara, lakini Unguja sisi ndio mara ya kwanza kufika Zanzibar. Hii ndio mara yetu ya kwanza sisi kukanyaga katika ardhi yenu hii. Sawa, tumefika leo asubuhi. Kuna huu ndio muhadhara wa kwanza kabisa tunaanza kufanya katika ardhi yenu hii. Lakini tuko pamoja na nyinyi katika mihadhara. Tuna mihadhara takriban 4 pamoja na hutuba ya Ijumaa. Sawa? Katibu utakumbuke orodha katibu atakupeni orodha. Tunachotaka ni nyinyi kuwa pamoja na sisi. Sisi jamani tumepiga masafa huko kutoka Bujumbura. Kama kuna watu wameshafika Bujumbura, njiani unakaa siku nzima na nusu huko njiani tunakuja. Sawa hapo ni kutoka Bujumbura mpaka Tanzania bara. Hapa kwenu nimeona kama saa 1 hivyo na robo tunakuwa tumefika. Alhamdulillah. Kwa tunakuombeni tuwe pamoja na sisi katika mihadhara yote, tutakuwa pamoja nanyi. Mutunge mkono, mutusikilize na mumwalike na wengine. Hii ndio khairi ndugu zanguni. Tukifanya hivyo Mwenyezi Mungu atatulipa. Kukaa katika vikao kama hivi, umeona tulivyokaa hapa kuanzia baada al-maghrib mpaka muda wa isha. Laiti kama tungelijua ni thawabu za kiasi gani tumejiwekezea katika banki Rahman. Licha ya kupata mauidha, unakumbushwa, alafu pengine unapata ilmu katika vikao hivi. Kuna jambo ulikuwa ulijua, kumbe hili jambo ndio liko hivi. Unapata ilmu, alafu vile vile unapata ajra na thawabu kwa Allah. Hadithi Mtume alionyesha kwamba watu hawakusanyiki moja katika nyumba zake kama tulivyokusanyika mimi na nyinyi, wakawa lengo lao yatluna kitab Allah, lengo lao wanakisoma kitabu cha Mungu na wanadarasi sana kupitia kitabu cha Mungu, illa nazalat alayhimus sakina. Mtume anasema kwanza anawateremshia utulivu. Ndio maana hautaona ngumi katika vikao kama hivi, hautaona watu wanashikana kwenye maguo, hautaona watu wanabishana, utaona watu wamekaa wametulizana. Mwenyezi Mungu anashusha malaika, wanatufunika bawa za rahma, wanakaa pamoja na sisi. Tena Mwenyezi Mungu anasema wadhakara fi man inda, na wanatutaja huko juu mbinguni kwamba fulani na fulani na fulani wamekuwa katika kikao cha kheri. Tazama Mtume anavyosema, anawezekana mtu amekuwa ana shida na baba yake fulani, amefika nyumbani akaambiwa yupo msikitini muda huyu. Kaja hapa msikitini kamkuta babake fulani amekaa sofa ya kwanza, akaona aibu kumfuata, akaamua naye akae tu uchuni. Nia yake hakuwa kusikiliza mauidha, nia yake si darasa, kaja tu amfuata, lakini kaona basi sasa nikae nimsubiri. Yeye kukaa tu pamoja na sisi, Mtume anasema na yeye anapata msamaha katika wale waliosamehewa. Anatoka pale amesamehewa na yeye miongoni wale watu waliosamehewa, hata kama nia yake ilikuwa si mauidha. Lakini kukaa pamoja na watu waliokaa katika vikao kama hivi ni anapata nini? Napata ajira na thawabu. Kwa inshallah muhadhara wetu huu wa kwanza, na pengine misikiti mingine ambayo tutakapokuepo tuwe pamoja na hilo tutakuwa kufaulu. Nimalize niseme na kushukuruni kwa nyote mliotusikiliza. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.